Mwaka 2025 umekuwa na vitu vingi sana ambavyo vimeleta sintofahamu. Yako mazuri, yako mabaya kama mwaka 2025. Lakini mwaka 2025 umekuwa ni mwaka wa changamoto kwa sababu sisi kama taifa yamepitiwa mambo ambayo hatukupaswa kuyapitia na haikutegemewa kama yangeweza kutokea. Tumeona kwamba kulikuwa kuna vurugu ambazo zimeamsha hisia kali sana na hisia tata kwa jamii. Na vurugu hizo zimeweza kupelekea miongoni mwa vijana wenzetu ambao ni nguvu kazi ya taifa kuweza kupoteza maisha. Lakini pia vile vile vurugu hizo zimechochea ghasia na chuki, uharibifu wa miundombinu na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo mwaka 2025 kwetu sisi kama vijana katika taifa letu la Tanzania, nikiwa kama sehemu ya vijana, kwamba ni mwaka ambao umeniacha na maumivu makali, umeniacha na fikra tata sana, hisia kali sana. Lakini tukaendelea kutafakari kwamba namna gani sasa kama vijana tunaweza tukaendelea kuienzi na kuitunza amani, lakini si amani tuna namna gani tunaweza sisi kama vijana tukasikilizwa juu ya yale ambayo tunahitajia ili kuendelea kujenga taifa imara lenye mshikamano. Unadhani kwa yale ambayo yamefanyika baada ya yale ambayo yalitokea Oktoba 29 mwaka 2025, unadhani hatua zilizochukuliwa ni hatua nzuri hasa kwa kuijenga Tanzania yetu mpaka sasa hivi? Kwa yale ambayo yametokea mwaka 2025 hususan masuala ya uchaguzi haya ambayo iliingia ghasia kulingana na wanaharakati na baadhi ya wanasiasa wakiendelea kudai haki na kuona kwamba labda kuna vitu fulani ambavyo viko sawa hususan katika mifumo yetu ya uchaguzi. Tumeona kama alivyosema Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba ataunda tume ya maridhiano ya kisiasa na watatazama wajumbe wa hiyo tume watakaje. Kwa hiyo sasa hiyo itakuwa ni hatua muhimu. Inaweza kuleta manufaa ni kama wakiweza kuondoa tofauti zao wakakaa pembeni wakakaa moja tukakaa kama Watanzania. Lakini pia vile vile maana yake tutangulize maslahi ya taifa. Hata kama mabadiliko ambayo yanapaswa au yanatakiwa yafanyike, hata kama anaweza kugusa mtu mmoja au chama kimoja au kuishi kwamba baba kinaweza kaishiwa nguvu, si ndio? Lakini kwa maslahi ya taifa kama anazingatia misingi ya haki, usawa na misingi ya kisheria, basi ni vyema yapite. Kwa sababu sisi tunaangazia taifa lenye haki, taifa lenye amani, taifa lenye umoja na mshikamano. Lakini pia vile tumeona tume ambayo imeundwa hususan ya kuchunguza yale matukio ambayo yalijitokeza, ingawaje pia kumekuwa kuna changamoto za kimitazamo. Bado viko vyama vya siasa ambavyo wanahisi au wanaona kwamba imeundwa isivyotakikana, kwamba wamesema haiwezekani kwamba mtumiwa kwa serikali alafu serikali huyo akaunda tume ya kuchunguza, kwamba walitegemea kwamba apatikane mtu ambaye yuko huru na yuko neutral. Kwa hiyo bado kuna hizo sintofahamu, lakini tunaamini kwa kutanguliza maslahi mapana ya taifa kwamba yajao yatakuwa nafurahisha. Kwa uwezo wa Mungu tutaendelea kuwa ni taifa lenye umoja, mshikamano na amani ya kweli. Okay. Ungepewa nafasi ya kushauri kuhusiana na ile tume, unadhani ingekuwa tume ya namna gani kwa ajili ya kuchunguza yale matukio yaliyotokea Oktoba 29? Mimi nikipata nafasi ya kushauri nitaeleza kwamba kwanza tume inapaswa ifanye kazi kwa weledi, jambo la kwanza. Lakini cha pili, watoe taarifa ambayo ni sahihi, asi kupendelea pande yoyote. Lakini cha tatu, tume inapaswa isisitize kwamba yale ambayo yanabainika yafanywe kazi. Iko ndo kitu muhimu. Najua swala sio kuunda tume. Kuunda tume ni rahisi, ila kufanyia kazi yale yaliyobainishwa na tume, hapo ndio inapoweza kuwa ni changamoto.